asking about payment, paying for it's about the East African Community passport. The blue passport. Kenyans have it, Ugandans. But when we come into Tanzania, we are charged as foreigners to come into the ports. That's what Mtanuia radhi, I think we'll take up some of the questions wakati wa networking session. Sio kwamba tumekataa kuyajibu, ila our president is one of the most punctual presidents you can ever have. Kwa hiyo anatusubiri sisi, yuko tayari kushuka. Kwa tunafanya organization ya mwisho hapo mbele. Lakini I think it has been an excellent session. Na washukuru sana na active participation, numbers kubwa, na nafikiri tutaendelea. Kwa hiyo tunamsubiri Mheshimiwa Rais, ataingia anytime kuanzia sasa, na kama ambavyo tuliambiwa mwanzoni, atakapofika tutakuwa na wimbo wa taifa, alafu tutakaribisha viongozi wa dini kwa ajili ya dua, halafu kutakuwa neno la ukaribisho kutoka kwa Mheshimiwa Balozi, and then viongozi wa diaspora communities wataongea, and then kutakuwa na burudani, na tutaendelea na ratiba ya Mheshimiwa Naibu Waziri kuongea na kumkaribisha Mheshimiwa Rais. So mtupe dakika chache tufanye hizo organization. Asante, naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda, waheshimiwa mawaziri mlioko meza kuu, viongozi mlioko, wana diaspora wenzangu, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wana diaspora wenzangu, tunakukaribisha sana hapa London, Uingereza. Hakika tuna furaha kubwa kama unavyotuona. Ukumbi huu umekuwa ni mdogo. Mwanzoni tulipanga kufanya hafla hii katika ukumbi wa Chuo Kikuu cha SOAS. Tukaona ukumbi ni mdogo, tukahamia hapa, lakini bado ukumbi huu haujatutosha. Kwa hiyo hii ni ushahidi tosha wa mapenzi yetu wana diaspora kwako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu tuweze kuanza mkutano wetu kwa dua maalum kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Sheikh Nasr Harub kutoka East African Education Foundation ili aweze kutongozea dua. Sheikh Nasr, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zangu wote mtakuia, tutakuomba Mwenyezi Mungu atujalie tutakuwa salama na amani, na inshallah Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wetu waliopo hapo na wengine waliopo hawapo, awafikishe katika kila kheri na awape taufiki ya haya ambayo tunayotafuta kwao, na wao Mwenyezi Mungu ajalie umri wenye siha wal afya إلى نية القبول وإلا كل سوء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك العافية والعافية والسلام في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Rabbi, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa saa hii na wakati huu wajalie viongozi wetu kila taufiki na kila kheri, na utujalie na sisi kila la kheri na yale ambayo tunayotafuta, na Mwenyezi Mungu utupe taufiki kwa yote, na utufungulie milango ya kheri ya baraka na riziki zetu kwa nchi yetu na sisi wenyewe na watoto wetu, na utunusuru nchi yetu na kila shari na balaa na kila aina ya mitihani. Utufungulie baraka zako kutoka juu na chini ya rabbal alamin, na utunusuru na kila uadui ambao unatuzunguka ya rabbal alamin, na uwape afya viongozi wetu, siha wal afya na umri tawila mazida fil khair wal baraka ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين ثم آمين ثم آمين. Amin. Tunashukuru sana Sheikh Nasr kwa dua. Sasa nimkaribishe Bishop Eli Libogwe kutoka Rivers of Life Ministries aweze kutuadhishia. Karibu sana Bishop. Namshukuru Mungu tujalia tuna nafasi hii kuwa mahali hapa. Jina ni Askofu Eli Neema kutoka Rivers of Life Ministries, na tunakwenda kuomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wetu wa Tanzania na viongozi wetu ambao Mungu amewaweka katika. Ndugu Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, balozi wetu wa hapa Uingereza Mheshimiwa Mbelwa Kairuki, viongozi, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ndugu Pinda, na mawaziri wote walioko mahali hapa na viongozi wa serikali, tunapenda kumshukuru Mungu. Twende tuombe. Naomba tuinamishe vichwa vyetu tumshukuru Mungu. Amina. Baba, asante kwa ajili ya sana wakati kama huu ambao tuko mbele yako. Sisi wote ni viumbe vyako na umetupatia viongozi ambao wanapaswa kutuongoza ili tuweze kuishi maisha ya amani. Neno lako linasema ya kwamba tuombee viongozi wetu ili waweze kukujua kwanza wewe Mungu, na ili waweze kutuongoza tuweze kuishi maisha ya amani katika nchi yetu. Hivyo Mungu, tunakushukuru kwa hekima yao ambayo umewapa, nao wakituongoza siku zote ili tuishi maisha ya amani, maisha ya utajiri na maisha ya mafanikio. Baba, tunasema asante kwa mkutano huu. Tunakwenda kufungua katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana Bishop kwa dua. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Mbelwa Kairuki kwa ajili ya utambulisho wa wageni ambao lakini na wana diaspora walioko hapa kwa pamoja. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mke wa Rais
Mheshimiwa Mariam Mwinyi, Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda na Mama Pinda na mkuu wake, waheshimiwa mawaziri mliofuatana na Mheshimiwa Rais, naomba kutambua uwepo wa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Fedha na Uchumi, Mheshimiwa Sada Mkuya, na Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharif, na Mheshimiwa Naibu Waziri mambo ya ushirikiano wa Mashariki, Sana. Vilevile napenda kutambua Mheshimiwa Rais uwepo wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Ahmad. Vilevile napenda kutambua uwepo wa wakurugenzi wa taasisi za umma ambao wamefuatana nawe, mkurugenzi mkuu ZIPA, mkurugenzi mkuu wa Zanzibar Housing Corporation, yupo mkurugenzi mkuu wa ZSSF, yupo mkurugenzi wa kamisheni, lakini vile vile yupo mkurugenzi mkuu wa PBZ, na wapo wakurugenzi wakuu kutoka shirika la ndege la Tanzania na mkurugenzi mkuu wa shirika la bima la taifa National Corporation. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wana diaspora wa Tanzania wanaokaa hapa Uingereza, nakukaribisha sana London. Ni heshima kubwa na ni faraja kwetu wako kutenga muda kuja kuonana nasi wa Tanzania, watu wenye asili ya Tanzania ambao tupo hapa nchini Uingereza. Hii ni mara ya kwanza kipindi cha muda mrefu kupata ugeni mzito wa kiongozi mkuu wa kitaifa hapa London kutana na diaspora. Na Mheshimiwa Rais, tunafarijika sana. Najua umeingia leo asubuhi kutoka nyumbani na umefika tu mpaka sasa hivi hata hujapumzika. Maana tumefika asubuhi, tumeshaenda Birmingham kwa na mkutano na waziri mkuu mstaafu wa Uingereza Tony Blair, umerudi moja kwa moja kutana na diaspora. Kweli tunakushukuru sana sana. Kama Bwana Ali Mtanda alivyoeleza, mkutano huu tulikuwa tumeuandaa kufanyika pale chuo kikuu cha SOAS na tulikuwa tunatarajia watu takriban 200, lakini mwitikio wa watu kuja kukutana na wewe umekuwa mkubwa, na maana yake tumehamia hapa naona tuko zaidi ya watu 400. Hii yote ni kuonyesha mapenzi walionayo kwako na shauku ya kuonana nawe Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru nyote wana diaspora. Mmetoka pembe zote za Tanzania, za Uingereza. Na watu wametoka Scotland, wametoka Ireland, wengine wametoka Midlands, wote mmejumuika hapa. Lakini pale na nyinyi kuna wenzetu zaidi ya 200 wako online wanafuatilia huu mkutano. Nyote nawashukuru sana kupitia mwaliko huu. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe shukrani kwa taasisi ambazo zimeitikia mwaliko wetu kuja kuzungumza na wanadiaspora. Kabla hujafika hapa, taasisi mbalimbali ikiwepo ZIPA, ikiwepo ZSSF, ikiwepo PBZ, ikiwepo Zanzibar Housing Corporation, walitoa mada kuhusu fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo nyumbani. Lakini vile vile tunayo taasisi ya iTrust akiwepo Profesa Mohamed Wasami ambaye ametoa darasa zuri kuhusu fursa za kuwekeza kwenye hisa na bonds za serikali nyumbani. Kwa hiyo wote hawa viongozi waliotoa mada ninawashukuru sana, na zaidi namshukuru Balozi John Ulanga ambaye alikuwa moderator wa session ile ya biashara. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi
hali hapa ni shwari. Wana diaspora wetu hapa wanatoa ushirikiano mkubwa kwa serikali zetu zote mbili, lakini kubwa wanatoa mchango kubwa sana katika maeneo matatu. Kuna mchango wa remittance ambazo wanapeleka nyumbani. Pili, wana mchango wa knowledge ambayo wanayo. Kuna madaktari hapa, kuna mainjinia, kuna wahasibu wengi wanakwenda nyumbani kupeleka ujuzi wao. Hata baadhi ya shughuli za ubalozi, Mheshimiwa Rais, nyingi tumezifanikisha kushirikiana nao. Wapo wataalamu wa IT leo launch platform ya fursa, wameitengeneza wao bila gharama yoyote kwa kutumia ujuzi wao. Wapo wataalamu wa biashara ambao wako kwenye system ya hapa, wametusaidia kwenda nyumbani kuongea na wawekezaji wanao export bidhaa huku, kuwapa mbinu za kuingiza bidhaa katika soko. Wapo wataalamu wa kodi, wengine wameenda mpaka kwenye kamati ya rais ya kodi kutoa input na exposure yao ya mifumo ya kodi ya huku ilivyo na namna gani tunaweza kujifunza kutoka kwao. Mheshimiwa Rais, wapo wataalamu wa wale watu wa kueda, Profesa Mlawa na wenzake wote, kila mwaka wanakwenda nyumbani Tanzania bara na Zanzibar kwa ajili ya kujitolea utaalamu wao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, actually mimi nasema mchango wao wa knowledge na value kubwa sana kuliko hata remittance ambayo wanaipeleka Tanzania. Na appreciate sana. Lakini Mheshimiwa Rais, pia kwenye eneo la uwekezaji, wana diaspora hawajabaki nyuma, wamekuwa mstari wa mbele kuwekeza katika maeneo mbalimbali nyumbani. Kwa hiyo kwa ujumla tunawashukuru kwa michango yenu na tunaomba muendelee kuunga mkono serikali yenu, muunge mkono nchi yenu kwa ajili ya manufaa ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kutambulisha makundi ya wanadiaspora ambayo nimeelezwa niyatambue hapa. Wapo jumuiya wa Tanzania wa Uingereza na Ireland, wapo wa Tanzania kutoka Wales na West England wawe pia, wapo wa Tanzania wanaitwa Association of Tanzanian in Ireland wako hapa. Hao wamesafiri kutoka Ireland kuja, nadhani wanahitaji visa kuingia hapa kwa ajili ya mkutano. Vile vile wako Tanzania Association of Greater Manchester TAGMA, wapo wa Tanzania wa Birmingham and Black Country Association, wapo wa Tanzania wa Tanzania United Kingdom Healthcare Diaspora Association UTHEDA, ambayo mheshimiwa nadhani wewe ni mlezi wao. Wapo TAG UK, wapo Tanzania Association, wapo Tanzania UK, wapo Tanzania Association of Reading and Berkshire, wapo Tanzania Elders Group, wapo TANAFRA, wapo wazee hapa naona. Wazee mpo? Wapo Tanzania wa Birmingham, wapo Tanzania wa Community in Leicester, ipo jumuiya wa Tanzania wa Leicester Swahili, ipo jumuiya ya Wakristo Europe, ipo jumuiya ya wasanii wa Tanzania wa Uingereza, wapo wa Tanzania Business Group, wapo jumuiya wa Tanzania Milton Keynes, wapo wa Tanzania wa Site London, wapo wa Tanzania wa East Africa Foundation, lakini zipo jumuiya za kidini. Wapo wa Ahmadiyya wako hapa, wapo wa Isnashari, wengine wametoka mpaka Birmingham wako hapa, wapo watu wa Ismailia wako hapa. Mheshimiwa Rais, hatujazoea kuona mkusanyiko wa diaspora ambao una combine watu wote kwa hivi. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa kwa baraka za kutuvutia watu wote hawa kwa ajili ya kushiriki kwenye mkutano wao. Baada ya maneno haya machache, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi kwa utangulizi huo na utambulisho huo muhimu. Sasa kwa ruksa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwakaribishe viongozi wa diaspora waweze kutoa salamu, na nianze na kiongozi wa TZ UK, mwenyekiti TZ UK, tafadhali karibu. Wakati huo mwenyekiti Atuk ajiandae. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar
na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Rais Dr. Hussein Mwinyi, balozi wetu wa Uingereza ndugu Mbelwa Kariuki, mheshimiwa mstaafu waziri mkuu ndugu Pinda, baraza, jopo lote la wageni ambao wamekuja na rais, mabibi na mabwana na watu wote walioko online, na wasalimia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa James Michael. Mimi ni Kwa jina naitwa James Michael, ni mwenyekiti wa jumuiya wa Tanzania hapa UK inayoitwa TZUK. Nimeambatana na katibu wangu dada Nuru Mondoro, na msaidizi wangu Costa, na mhasibu wangu Gregesiro. Tumekuja hapa kuja kuonana na rais na vile vile kuleta rambirambi zetu kutoka kwa wana jumuiya wetu wa TZUK. Asanteni sana kwa muda. Asante sana mwenyekiti TZUK. Asante sana mwenyekiti TZUK kwa. Naomba sasa nimkaribishe mwenyekiti wa ATUK ndugu yetu Sambogo kutoa salamu. Karibu. Asante sana bwana Mtanda. Diaspora Radio. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya wanadiaspora napenda kusema maneno mawili machache. Kwanza kukupongeza mgeni rasmi Dr. Hussein Mwinyi, kwa kuna kitu kimefanyika kule nyumbani kutokana, nitaongea siasa kidogo kwamba wewe pamoja na rais wetu mpendwa Mama Samia mmeshapita moja kwa moja, mmeshachaguliwa kugombea urais kwa uchaguzi utakaofanyika mwaka huu. Kwa hiyo tunawapongeza kwa hilo. La pili ni kwamba bila juhudi zenu ambazo kweli tunaziona, kazi mnazozifanya zinaonekana, mnastahili kupata nafasi hiyo. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Samuel Mbogo, ni mwenyekiti wa ATUK. Sasa ATUK ni moja ya jumuiya ambazo ni umbrella ambayo ina jumuiya ndogo ndogo ambazo ziko mikoani. Tunaamini kwamba bila kuwa na jumuiya ambazo ni ndogo ndogo ziko mikoani, sio rahisi kuwafikia watu kwa urahisi. Kwa hiyo kuna ATUK afu na hizo jumuiya zetu ndogo ndogo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kuwa na mawasiliano ya kuweza kujua nini kinaendelea kwa wanadiaspora huko waliko. Namba mbili ni kwamba ndani ya ATUK tunaamini kwamba tunapokuwa na umoja ndio hasa unatusaidia kuweza kujua nini tunafanya hapa na nini tunatakiwa kukifanya nyumbani. Wengi wamezungumza faida ya wanadiaspora, na tumeona taasisi kutoka nyumbani zimezungumza na zinatuasa kwamba tuna fursa tunayoipata hapa, na kwa ufupi kwamba sisi tulio hapa Uingereza ni wafanyakazi. Sasa kama unavyojua wafanyakazi, tunafanya kazi tunapata kipato, na kipato hicho ndio hicho ambacho tunagawana kuweza kupeleka kiasi cha pesa nyumbani. Na ndio maana mnakuta tunaambiwa tunaita limitless, ambayo miaka 3 iliyopita tulikuwa na hela ya kutosha karibia trilioni 1 na ushe hivi. Kwa hiyo tunafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunachoomba ndugu mgeni rasmi kwamba muendelee kutusikiliza, muendelee kutupa fursa ambazo tunazipata hapa kama wana diaspora. Na la mwisho ambalo baada ya kupata nafasi ya kusema, nitasema chochote kama mwakilishi wa jumuiya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna hoja ambayo hii ni ya muungano, ni kuhusu hadhi maalum. Sasa hii hadhi maalum imezungumzwa sana, na
tumekuwa tunaambiwa mwaka huu itapatikana, mwaka huu itapatikana, lakini inaonekana bado. Sasa kwa uwakilishi wako tunaomba angalau leo useme chochote kwa umati huu ili waweze angalau kujua nini mipango ya serikali. Kwa sababu nitadokeza kidogo, kwa sababu tuna watoto wetu hapa. Hao watoto wetu hawawezi wakarudi nyumbani kule, kwa sababu wengi ni wazaliwa wa hapa na wana hati za kusafiria za hapa. Kwa hiyo wanapokwenda kule nyumbani wanakuwa ni kama wageni. Vile hata wazazi wao kuna baadhi wanamiliki passport za nje. Kwa hiyo tunaporudi kule nyumbani wengi tunaonekana kama ni wanani? Watalii. Na tunakuwa treated kama watalii. Sasa hadhi maalum itakapopatikana itaweza kutusaidia angalau na sisi tuenjoy yale matunda ambayo yanapatikana nyumbani. Baada ya hayo nasema asante na karibu sana Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana Mwenyekiti Atuk kwa salamu. Mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, naomba sasa ni mwalike mwenyekiti kutoka Jumuiya ya Zanzibar ZAWA, ndugu yetu Hassan Musa Hamis. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, mimi si mtu wa protocol, lakini naamini kwamba nimeizingatia yote. Kwa niaba ya Jumuiya ya Zanzibar Welfare Association hapa United Kingdom, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa jumuiya yetu kwa kuweza kutenga wakati wako na kuja hapa kuzungumza na sisi. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali kwamba hili ni jambo la kihistoria, na ninafikiria kwamba wengi wenu mtaniunga mkono katika hilo, kwamba hili ni jambo la kihistoria kufanyika, kwa sababu the sitting president ambaye tulikuwa naye mara ya mwisho tulikutana naye ni Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, na kikao kilikuwa cha faragha, lakini hiki ni cha nje kabisa. Kwa hiyo kwa hilo narejea kusema kwamba man lam yashkuru nas la yashkuru Allah. Asante sana kwa hilo. Vile vile napenda kumshukuru balozi wetu Mheshimiwa Mbelwa Kairuki ambaye bila ya juhudi zake binafsi pamoja na timu yake basi hili lisingewezekana. Kwa hiyo Mheshimiwa balozi, asante sana. Mimi si mzungumzaji mzuri, na nahofia wenzangu washasema mengi, takuja kuongeza pilipili alafu mchuzi usilike huu. Mheshimiwa Rais, tumezungumza mengi, na mimi nasema napenda kutilia mkazo yale ambayo tumezungumza. Alhamdulillah, vijana tunao, nguvu tunazo, tunahitaji mashirikiano ya serikali na vijana wetu. Sisi tulikuwa beba maboksi, we done. Tunahitaji second generation, third generation to be looked after. Serikali mna wajibu wa kuwaengage hawa ili kuhakikisha sio masala ya remittance tu. Remittance, as I said, we done. You need to have intellectuals, people who can go back home and do something. That is our motto. La mwisho lakini si kwa muhimu, kwa hili nimesisitiza mara nyingi. Mheshimiwa, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025, amani na haki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunakushukuru Sheikh Hassan kwa salamu hizo kutoka ZAWA. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaye mzee wetu ambaye kila akipata nafasi ya kuweza kutembelea hapa London
basi huwa anapata nafasi ya kuweza kukaa na sisi na diaspora, kuweza kuzungumza naye na kuweza kubadilishana mawili matatu na kujua nini kinachoendelea kule nyumbani. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimwalike Waziri Mkuu Mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda kwa ajili ya salamu. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wetu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa baraza, ndugu viongozi wote ambao tuko hapa, bila kumsahau Mama Mwinyi amebana pale kimya, naweza kusema yupo, and by sheer coincidence na Mama Pinda naye yupo. Maana msije mkanisingizia bwana. Mheshimiwa Rais, nimepewa heshima hii kubwa, lakini nasitaki nitumie muda wako mwingi. Wewe ndio tulikuwa tunakusubiri kwa hamu kubwa, lakini mimi naomba niseme mawili matatu. La kwanza ni ile ambalo umeligusia, diaspora na umuhimu wake kwa taifa letu. Jitihada zimefanyika, lakini unaona kwamba pengine hatujafika mahali tukawatumia vizuri. Na hata juzi nilikuwa nanong'ona na baadhi ya maafisa wa ubalozi, nikasema hivi, tunazo taarifa za kutosha za kila mwana diaspora, elimu yake, ujuzi wake katika nini, ili wakati mwingine hatuna haja kuhangaika kutafuta experts kutoka Marekani, kutoka wapi. Kumbe vichwa vingine tunavyo humu, vingeweza vikachukuliwa hapa vikapelekwa. Hasa kama alivyosema ni mpambe wa diaspora. Kwa hiyo nilipofika nikasema naomba balozi tafutie kamwanya nikutane nao. Kwa hiyo tukapata kanafasi tukazungumza, nikamwambia sasa sikilize, nyumbani kule watu tuko busy na mambo mengi tu. Kwa hiyo tunashumu huku diaspora wako salama tu, wakati mwingine hatuendi kwenye details. Kwa hiyo nikamwambia, I know you have done a lot in terms of ninyi wenyewe kwa kujitambua, mmejenga vijumba kule, mnafanya remittance kwa wazazi wetu na kadhalika. Lakini I think there's something much more than that. Kwa hiyo nikawashawishi kwamba pateni muda, andaeni basi idea yenu in a paper form. Kuiambia serikali what more can be extracted kutoka kwenye diaspora ya Watanzania nchini Uingereza, na tunaweza tukahamisha wazo hilo tu tukapeleka Russia, tukapeleka Marekani, tukapeleka wapi, kila kona. Halafu tunapofika wakati tunahitaji kitu fulani, tunasema hapana, sisi hapa tuna database za kutosha. Tafuteni bwana Mizengo Pinda kwenye hili la umeme aje atuambie tunaweza kufanya nini. Na yeye atakwambia naomba nije na plan. So in the end of that tutakuwa tumewatumia shughuli. Lakini nyingine ndio kwa shughuli. Sasa sio SGR. Sema ni kweli. Kweli hapo. Kwetu sisi tunatusaidia sana. Na baadhi yenu kumbe mmeshafika mkaonja na kuonja. Lakini jana mmoja kaja na idea. Akasema sisi diaspora ukituhesabu tuko wengi worldwide. Kama mngeamua kutengeneza utaratibu, sisi diaspora tukawekeza a small token money katika fund ambayo ni ya kuendeleza SGR. Tena kaniambia hata kama itakuwa pound 10 tu, kienda Marekani unazigeuza zinakuwa dola. Anasema unaweza ukajikuta una bilioni twingi tu Tanzania, kaanza kufanya mambo makubwa. Akasema wewe mwanangu, sio kaniingiza mimi mkenge hapo. Wewe niingize hilo kwenye hiyo pepa yako ili tuweze kuona what it is. Kilichonifurahisha ni kuona kwamba linatoka kwao. Na kwamba kale kaela hata kama hata faidi yeye mjukuu anaweza kuja kufaidi. Kwa hiyo nikatoka pale nikasema bali kwa sijajua kwamba unakuja. Kwa hiyo nilikuwa nimeamua tu kulibeba hilo na mimi nije nalo, lakini bado umekuja sasa. Wale watu wa diaspora sasa msinibebeshe mzigo huo mimi. Tumbebeshe Mheshimiwa Rais
hata kama si leo, at any other time aweze kuona what can be done. Hilo moja. Lakini la pili na la mwisho, mimi nataka niwashukuru sana diaspora. Najua vitu vingi marais, wakati mwingine tunakuwa na mambo kule, hasa kwenye sisi mliotuweka mitaani, lakini tunajuana huko. Kwa hiyo tunazoa VNGO kule, tunaomba misaada, wanakusanya huku vitu vingi sana, hasa upande wa elimu, upande wa afya, hata sekta nyingine vinakuja. Wakati mwingine tunapraa kidogo, pinda megawa, kumbe wala umetoka Uingereza. Sasa hili limenivutia sana, nikasema okay, ukitulia tunaweza kutengenezea mechanism nzuri ambao mnakuwa sasa na sources hizi, lakini zinatambulika na baadaye tunaleta mrejesho, impact yake katika jamii na kadhalika. So niliona ni yakomelea mawili baada ya kuona, ili baada hapa sasa tuachie ulingo uweze kuona mambo ndani. Otherwise nawapongezeni sana diaspora. Mpambe wa tena baada kutoka serikali ndio mpambe mzuri zaidi. Nataka muendeleze huo moyo, mshikamane kama ambavyo kila tunapokuja tunakuta mko pamoja. Na juzi nilipokuja mheshimiwa, ikatokea tu kwamba mwenzao mmoja alikuwa amefariki, wakaniomba niende pale kwa Magoro, nikaenda, lakini nikakuta wote timu ya Tanzania ndio nikaambiwa utaratibu wa mzuri kuona what can be done kwa ajili ya facilitate crisis za dakika ya mwisho. That's the right spirit. Lazima kuendelea na mambo ya mazuri, halafu sasa siasa la mwisho kabisa. Bahati juzi rais alitoa kwenda kulidi ile timu ya Observer Mission Botswana. Kazi vizuri, lakini there's something I learned also kutoka kwao. Sasa nimepata fursa hii niseme. Nilichokuwa najaribu kutafuta ni kuona namna ya kulinki au kufanya networking ya diaspora dunia nzima ya Watanzania. Sasa I know you can do that. Ili tuone mawasiliano yenu na exchange zenu finally zikitriple down kurudi kwenye serikali, tuone hili limetoka wapi, limetatia system yenu moja kwa moja. Diaspora oye! Tunakwenda kwenye uchaguzi. Pande wetu Chama cha Mapinduzi kinajiandaa vizuri. Yako maneno mengi. Sisi wengine tuliokulia humo wala hatushtuki. Unaona kwamba wakati wa uchaguzi lazima mtu apate agenda hivi ya kushtua kidogo hivi. Lakini ile chama lenyewe lizito lile, unalishtua kwa kitu gani? Kile unachokisema wana take note, wanafanyia analysis, wasema keep cool, don't worry. Kwa hiyo tutaka tuwashue tu kwamba bahati nzuri mjumbe wa kamati kuu na mjumbe wa halmashauri kuu, tuwashue tu kwamba chama kiko imara na tunaendelea kujiimarisha, na tunashukuru Mungu tu kwa sababu jamii kwa jumla wana appreciate kazi inayofanywa na mwenzetu rais wetu kutoka Zanzibar na vile vile rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. That one wala halina mjadala. Mjadala ya kisomi na kisiasa hiyo ni ya kawaida. Asanteni sana na mheshimiwa karibu sana. Nimekutangulia kidogo, kwa hiyo halali kusema karibu London. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu kwa mawaidha hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu kwamba katika safari yako hauko peke yako. Umeambatana na mama yetu. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mama Mariam Hussein Mwinyi aweze kutusalimia. Karibu sana.
Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Balozi Mbelwa Kairuk, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, mzee wetu mpendwa wetu Mizengo Pinda na Mama Pinda, naomba nitambue uwepo wa mawaziri wote, viongozi wote mliokuwepo hapa, wana diaspora, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nachukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na uzima. Tumeweza kufika leo London asubuhi ya leo na tumeanza kazi kama mlivyosikia. Lakini kubwa kabisa niseme asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi kuja kumlaki rais wenu, kuja kuzungumza naye. Kwa kweli tumefurahi na tumehisi kupendwa. Asanteni sana. Lakini mimi pia binafsi kama mke wa rais na nina foundation yangu inaitwa Zanzibar Maisha Bora Foundation. Nasema nawakaribisheni wote kuweza kufahamu zaidi tunafanya nini, lakini maeneo machache tunayojikita ni katika women empowerment. Tunawasapoti wa mama wakulima wa mwani. Tuko katika mambo ya afya ambapo tuna promote health lifestyle living, communicable diseases kuzicontrol, na tunafanya health camps za bure ambao tunapima watu vitu mbalimbali. Tuko pia tunapigana vita dhidi ya gender based violence. In a nutshell, hayo ni mambo tunayofanya nayo. Na issue ya malnutrition. Nutrition ni issue ambayo tunaichukulia very serious Zanzibar kwa sababu tatizo ni kubwa. Stunting is at 17%. Ni tatizo kubwa. Anemia inaiandama jamii yetu. Maternal mortality rate bado ziko juu. Kwa hiyo tunasema tunaomba tushirikiane kwa yoyote anayeguswa kwa maeneo hayo, basi tuonane zaidi ili muweze kutusaidia. Tunawakaribisha sana. Asanteni sana. Asante sana mama yetu kwa salamu hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda tu kukufahamisha kwamba sisi wana diaspora tumetimia kwa kila kitu. Hata ukitaka wasanii tunao hapa diaspora. Kwa hiyo ningependa sasa niwakaribishe vijana wetu wa Triple R and Z kwa ajili ya burudani. Triple R and Z, tafadhali kama mpo. Wakati wakijipanga sasa, nitambue tu uwepo wa viongozi wetu wa dini. Tunaye Sheikh Nasor Horub, yeye kutoka East African Foundation Education. Lakini tunaye mchungaji Jairo kutoka Swahili Service London UK. Tunaye Sheikh Ismail, huyu ni imamu wa msikiti wa Hastings. Tunaye Bishop wetu Eli Gibogwe ambaye alituendeshea dua. Lakini tunaye pia Sheikh Yusuf, Imam Barking East Africa London. Tunaye Sheikh Ali Muhyiddin kutoka Barking East London. Tunaye Bishop Sheikh Ali Muhyiddin tena kutoka East London. Lakini tunaye mchungaji Samuel Mwambola, huyu anatoka Vision Gospel Ministry London. Na mwisho kabisa tunaye Miss Rachel, huyu ni katibu wa Tanzania Christian in Europe site. DJ tafadhali burudani. DJ tafadhali.